أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد. Watazamaji wapenzi, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adhamallahu ujurana wa ujurakum. Nawatakia Mwenyezi Mungu awape nguvu na subira na malipo mema katika haya ambayo yaliyotufikia ya kufa shahidi wa kiongozi wa umma Sayyid Shahid Ali al-Husseini al-Khamenei. Tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, tukizidi kumjua na kujua hali zilizoko huko Iran, ni kwamba tukitaka kujua sifa zake mwenyewe kama yeye alikuwa vipi, tumejua vyeo vyake ambavyo alikuwa iko navyo na mambo ambayo ameweza kubadilisha na kufanya katika maisha yake au katika uongozi wake. Tukizungumzia kuhusu sifa zake, mwanzo kabisa kabla ya kuzungumza, tuna hadithi tukufu ambayo tungependa tuisome kwanza ili tuweze kufahamu baadhi ya mambo. Kiongozi wa Waislamu ambaye ni Imam Ali, ambaye kwa wafuasi wa Ahlul Bait alikuwa ndio imamu wa kwanza. Imam Ali Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, na kwa wafuasi ambao ni wafuasi wa dhehebu la Ahlus Sunna, yeye alikuwa ni khalifa wa 4. Yeye katika mazungumzo anasema kuhusiana na jukumu hilo ambalo alipewa na Mwenyezi Mungu la kuwa yeye ni kama imamu na kiongozi. Katika mazungumzo yake anasema ya kwamba inna Allaha ja'alani imaman, yani kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa ni imamu, ni kiongozi, li khalqihi, kwa ajili ya viumbe wake. Fafaradha alayya at-taqdir fi nafsi wa mat'ami wa mashrabi wa malbasi. Anasema ya kwamba baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amejalia kwamba mimi kuwa ni imamu na kiongozi kwa ajili ya umma wake, kwa ajili ya viumbe wake, yani binadamu, amemwekea kwamba ni wajibu juu yake ya kwamba huu ndio wadhifa wake anatakikana kuwa nao. Akasema faradha alayya at-taqdir fi nafsi, akanilazimisha, akaniwekea ulazima na wajibu ya kwamba niwe ninafanya makadirio, kupima na kupunguza katika nafsi yangu, mambo yangu ni yapunguze katika mambo ya nafsi yangu, na nini wa mat'ami, na katika chakula changu nikupunguze, nisije nikawa ni mwenye kula zaidi, kula sana, kula aina tofauti, wa mashrabi, na pia katika nini nichunge pia na nipunguze vinywaji vyangu, yani nisiwe nakula sana au aina tofauti, wa malbasi, na katika mavazi yangu, kadhuafai nasi, niwe mfano ya watu ambao ni madhaifu, yani katika umma, katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, yule ambaye ni wa chini kabisa niwe kama yeye. Kai yaktadi alfaqiru bifaqri, ili kwa nini, lengo ni nini? Ili huyu ambaye ni maskini, fakiri, aweze kunifuata katika ufukara wangu, yani niwe ninakaa kimaisha ya chini kabisa ili niweze kufuatwa katika umaskini wangu. Wala yatghal ghaniyu bighinaha, na pia huyu ambaye ni tajiri asipitishe mipaka akawa ni mwenye kudhulumu. Haya ni maneno ambayo amefundisha Imam Ali katika uongozi. Yani kwa hivyo kiongozi ambaye anakuwa ni kiongozi wa viumbe wa Mwenyezi Mungu, wa binadamu, awe anatakikana kuwa yeye si tu kwamba yeye ndo anaishi katika raha zaidi kuliko watu wengine. Yeye anatakana kuishi sawa na mtu yule wa chini kabisa, ili yule wa chini ahisi sawa
na yuko sawa na anaweza kumfuata huyu katika subira katika mambo kama hayo. Sasa hili ni jambo ambalo tunajifunza, tunakuta viongozi wetu sisi Waislamu na hasa viongozi ambao ni maulamaa wetu, wasomi wakubwa, wanakuwa katika hali kama hizi, yani wanaishi, ikiwa mtu amechukua jukumu la kusimamia umma au watu, anajaribu kuishi katika maisha ya chini kiasi, ili watu waweze kupata kujifunza kutokana naye na wasihisi ya kwamba wao wana shida. Imam Ali aliishi vile, na utakuta yeye alikuwa kwa mfano hata mfanyikazi wake anavaa vizuri zaidi, anamnunulia nguo nzuri, yeye mwenyewe nguo zake zilikuwa ni viraka anaweka ili aweze kuwa na chakula. Alikuwa kila chepesi, tunaambiwa alikuwa kila mkate wa shairi umekauka, hata ilikuwa ni kuvunja ndio aweze kuishi katika hali ambayo ni kama ya maskini. Sasa tunakuta maulama wetu au viongozi hao, kwa mfano kama vile Imam Khomeini, alikuwa pia maisha yake yako chini kabisa. Yeye alikuwa anaishi maisha ya tabu, ya shida, ya nini, na kujiweka sawa na watu wa chini. Na tukirudi pia Sayyid Shahid Khamenei, tukiangalia katika maisha yake pia alikuwa ni mfano bora katika jambo hilo. Sasa tunakuta na katika maisha yake ya ndani ya nyumba, kuna watu pia wakienda kumtembelea, kuna watu walikuwa kitamani pia labda anataka kuchunguza na nini, unakuta wameenda kwenye nyumba, au inatokezea labda ameenda kutembea kwenye nyumba yake, anakuta maisha yake vile alivyo yako chini. Nyumba yake wenye walioona, hata ikipigwa picha ukiangalia, unakuta yeye haina viti sijui vile vya hali ya juu, masofa na nini, ni viti vya kawaida vyako taabani, na huku chini unakuta zulia, labda utapata labda moja, na wanaoenda huko wanasema kwamba hata zenyewe zimeraruka, si eti kwamba ni zile mpya na nzuri. Na mikeka labda utakuta ndio mikeka ndio labda sehemu zile ambayo iko mikeka ile ambayo sio ile kama zulia, mikeka ambayo iko taabani na nini. Sasa maisha yake yalikuwa taabani. Tukirudi kwa upande wa nini, wa upande wa chakula, kuna wanaoelezea vile alipokuwa akiishi. Kwa mfano kama mmoja anaitwa Ahmad Marawi, ambaye alikuwa yeye ni msimamizi upande wa kuunganisha baina ya chuo kikuu na Sayyid Shahid. Yeye anasema ya kwamba kuna wakati tulienda tukawa tumezungumza, tulikuwa tukifuatilia mambo ya kuandama kwa mwezi wa Ramadhani. Sasa yeye walipokuwa katika nini, ikawa imefika magharibi, basi wakati wa kufuturu, basi ikabidi waende kwenye nyumba yake. Akamkaribisha, akamwambia njoo basi tukafuturu pamoja. Basi alipoingia kwenye nyumba, chakula kile walicholetewa na mtumishi wake mfanyikazi ilikuwa ni chakula cha kawaida, sio cha mtu ambaye ni mtu kiongozi, ambaye tunajua kama ni mtu kiongozi utakuta labda watu wa kawaida. Kiongozi, mtu wa kwanza kabisa katika nchi, utakuta analisho vyakula, wao wanakula vizuri kabisa. Sasa yeye walikuta wakati wa iftari ni chai tu ya kawaida na kipande cha mkate na kitu kidogo ambacho kilikuwa kipo. Sasa yeye akawa anamuuliza vipi, kuna kitu kingine au vipi? Yule mfanyikazi akamwambia ndio hicho ndio kimebaki na hizi siku, na ndio hichi ambacho kilichobakishwa. Kulikuwa na halua na nini, kitu kidogo kingine chakula. Sasa akawa nini, akamuuliza vipi, kuna kitu kingine? Akasema hapana, hakuna kitu, hii halua ndio hata mke wake amemwachia, wamesafiri wameenda Mashhad na hakuna kitu kingine. Akamuuliza na chakula cha usiku cha daku kitakuwa nini? Akasema supu tu ndio nitamtayarishia, ndio tunakula pamoja naye. Sasa chakula chepesi sana. Alafu jambo jingine pia vile vile, kuna mwingine pia ambaye alikuwa amekuja, akawa ni jina lake Rahim Safawi, ambaye pia alikuwa amekuja, ikawa amechelewa baada ya kumaliza, kwa sababu ofisi yake
na nyumbani iko karibu. Ikawa baada ya kumaliza, ikawa magharibi imefika, usiku umeingia, ilikuwa si mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ni siku zingine, na akamwambia karibu, utakaribia nyumbani. Akawa anamwambia labda nitakusumbua, lakini ni kusema tu hivyo, lakini anatamani sana kufika nyumbani. Basi akakaribishwa nyumbani, wakaletewa chakula ambacho walipata ilikuwa ni omelette, mayai ambayo yametayarishwa. Omelette kama mnayojua, hicho ndio kilikuwa chakula ambacho kiko, na ndio walikula pamoja familia nzima. Hicho ndio kilikuwa kiko tayari, chakula ambacho kiko, yani kulingana na hali, yani kwamba walikuwa hawana hali ambayo ya kununua vyakula nini. Hiyo ndio ilikuwa hali ambayo walikuwa nayo, na kwa familia nzima hiyo ndio hali ambayo watoto pia wanaishi kwa njia kama hiyo. Sasa yeye kwa upande wa chakula na mambo kama hayo ni hali ambayo unakuta ipo. Kuna mwingine anaelezea yeye alipokuwa katika siku za uraisi, pia tangu wakati wa uraisi hata baada pia wakati ya kuwa yeye ni waliu faqih, yeye alikuwa hachukui mshahara. Yeye amekuwa hachukui mshahara katika serikali, yani mshahara katika Baitul Mal alikuwa hachukui. Na anaishi vipi? Yeye zaidi kama wanavyoelezea anategemea nadhri zile ambazo watu wanajitolea, labda wanampatia zawadi au nini. Hicho ndio unakuta ndio anachunga anachokutumia. Na hata kuna mmoja alikuwa akisema yeye pamoja na ukubwa wake ule, utakuta alikuwa alipokuwa pia taraisi anakopa, anachukua mkopo kutoka kwa wale watu ambao walikuwa wakifanya kazi nao, kwa sababu hachukui mshahara kabisa, na hali mali ambayo ni ya Baitul Mal, na anajichunga kabisa. Kwa hivyo yeye kwa upande huo anajichunga. Kando ya hapo pia tunaambiwa pia kuna hata siku moja, kwa sababu ya kujichunga hata asile mali ambayo inatoka, na hata watoto wake anawachunga vile wasije wakawa watakula chakula cha ninicha au mali ya serikali ambao ni Baitul Mal. Sheikh Abdullah Jawadi Amuli ambaye ni katika maulama pia anasema siku moja amekuja, wamekaa, alikuwa yeye ni mgeni wa serikali au tuseme wa Sayyid al-Qaid, Sayyid Shahid. Akawa ilifika wakati wa kula chakula, na kijana wake Sayyid Shahid ambaye alikuwa anaitwa Mustafa alikuwa pale wakiwa pamoja. Ilipofika wakati wa chakula, akamwambia kijana wake, akamwambia nenda ukale chakula cha nyumbani. Sasa Sheikh Jawadi akamwambia ya kwamba kwa nini simwache akae tule pamoja tukae. Akasema kwamba wewe ni mgeni wa nini wa serikali, kwa hivyo wewe hamna shida, unaweza kula, lakini yeye huyu si mgeni wa serikali, kwa hivyo yeye hatakikani kula chakula hiki, aende akale cha nyumbani. Yani kiasi kwamba unaona vile anajichunga na anachunga watoto wake wasije wakawa watatumia mali ya umma, mali ya serikali katika mambo, na yeye mwenyewe pia anajiepusha asitumie, kwa sababu pia ina hesabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye kazi zake alikuwa tuseme anajitolea, hachukui mshahara wowote pia vile vile. Na pia katika tabia zake ni kwamba kuna mmoja ambaye anasema pia alikuwa akimjua kabla, siku nyingi alikuwa amemuona kabla, miaka mingi lakini siku moja baada ya kuwa amekuwa rais alikuja kumtembelea, na alishangaa kuona ya kwamba tabia zake ni zile zile, wala hakubadilika, ya kuonyesha ya kwamba sasa huyu alikuja akamheshimu, akawa naye kwa heshima bila kubadilika, ya kwamba sasa amekuwa ni kiongozi, kwa hivyo sasa labda amekuwa sasa ana cheo kikubwa, kwa hivyo anatakana sijui kuheshimiwa au kupuuza watu. La, alikuwa hilo jambo alikuwa hana. Pia vile vile katika sifa ambazo alikuwa nazo, alikuwa yeye ni mtu wa kuchunga sheria na kanuni tena sana. Kuna hali ambayo ilikuweko katika
siku hizo ni kwamba katika vile kura ambazo zilipokuwa zikipigwa, yeye alikuwa maadamu kura zimepigwa, kwa mfano rais amechaguliwa, kunatokea haya mambo ya kusema ya kwamba labda kuna kura zilikuwa hazikuenda sawa, sijui huyu amefanya mambo yake na mambo kama hayo. Sasa kuna moja, wengine walikuja wakawa wanamwambia kwamba hizi kura ungefaa kuzibatilisha, kubatilisha nini hii kura, hizi kura au nini, uchaguzi huu, alafu uweze kurudiwa. Yeye akasema ya kwamba sawa, ikiwa nitafanya hivyo, na hizi kura za watu ambao wamepiga sawa kura zao bila kuharibiwa, unataka nizibatilishe, itakuwaje? Sitakuwa ni dhulma kwa watu kama hawa? Ndio, labda kuna matatizo ambayo yatoka, lakini hawa ambao wamepiga, nitabatilisha vipi kura zao na zipotelee bure tu hivi kwa sababu ya kitu kama hicho ambacho ni shaka pia ambayo iko. Sasa hakukubali. Kwa hivyo hili ni jambo ambayo alikuwa pia anachunga, na akipiga kura hakuna wakati aliwahi kusema ya kwamba kura zibatilishwe au mambo kama hayo. Walikuwa akisema mambo yafate kanuni kama ni kuthibitisha jambo. Pia katika uchungaji wa kanuni ni kwamba kuna wakati ametoka usiku, kwa sababu kawaida alikuwa anapenda kwenda kufanya mazoezi, kupanda mlima. Ilikuwa ni ada yake, karibu kila wiki alikuwa anapenda kwenda kupanda mlima. Lakini sasa ili ndio asichanganye watu au kuwasumbua au nini, alikuwa mara nyingi anaenda usiku. Sasa kuna wakati mmoja wametoka usiku saa 9 za usiku, wakiwa unakuta wakifika kwenye nini, zile taa zile za barabarani za kuelekeza, traffic lights, yeye anazuia, anaambia, na hakuna watu kwenye barabara, lakini taa imekuwa nyekundu, anamzuia yule dereva, anamwambia kwamba tusubiri mpaka rangi iwe ya green, na anachunga sheria, pamoja na kuwa hakuna mtu wa kumfuata, na yeye mwenyewe ndio mkubwa katika nchi, lakini anahakikisha ya kwamba sheria zenyewe zinafuatwa. Pia vile katika hali, kuna wakati akienda katika swala ya Ijumaa, kwa sababu kuna njia fulani ambayo utakuta watu wengine wanapita, na yeye anapitishwa katika njia ambayo unakuta ni special, yani ni ambayo isiyokuwa na watu wengi, ili kunini. Sasa kuna mmoja alikuja, wakakutana naye, akawa anamlalamikia, anasema ya kwamba mimi nimepita hapo, ikawa huyu askari ambao alikuwa iko pale akawa ananizuia na akawa anatumia nguvu, akawa ananisukuma katika jambo hili, katika kunifanyia yeye, akinizuia akisema ya kwamba hapa hii ni barabara special au ni njia tofauti ya kiongozi ambaye anatakana kupita swala ya Ijumaa kuswalisha na nini. Sasa yeye alikasirika na akawa ameamrisha huyo apelekwe na hukumiwe, na ikawa jambo hilo likatekelezwa, akawa amepelekwa akahukumiwa kwa sababu ya kumuudhi au kumsumbua mtu kama huyo. Hawezi kusema kwamba ndio hii barabara ni ya watu wakubwa na mambo kama hayo, la, bali aliiweka. Kwa hivyo alikuwa ni mtu katika maisha yake akichunga sheria kiujumla. Pia vile tunakuta katika mambo katika sifa zake ni kwamba katika upande wa kisiasa, yeye alikuwa ni mtu ambaye ana ujuzi sana wa mambo ya siasa, anafuatilia sana, anasoma sana na anajua mambo. Tukirudi kwenye mazungumzo ya wanasiasa, baadhi ya hao tunamkuta kuna mtu huyo ambaye anaitwa Kofi Annan. Yeye katika kumsifia, waliwahi kukutana naye na akawa anasifia, anasema ya kwamba mimi ni mtu wa kutoka nchi ya Ghana, lakini huyu niliona ya kwamba huyu anajua zaidi kuhusu nchi ya Ghana hata kuniliko, na hali ya kuwa mimi ni mtu wa kutoka Ghana. Yeye ni mjuzi wa mambo yani
tuseme anajua siasa, anajua nchi tofauti tofauti, anajua historia za nchi tofauti tofauti na mambo kama hayo. Na anasema ya kwamba kwa kweli kwa yeye ni fahari kwa Waislamu na kwa Wairani, wanatakana kujifakhiri kwa kuwa na kiongozi kama huyu. Yani ni kiongozi ambaye ana ujuzi, anajua mambo, anaelewa, anafahamu. Na wengi sana wenyewe, sio huyo tu peke yake, wengi sana wamesema ya kwamba tumeketi naye tumekuta ya kwamba anajua sana. Na kwa upande wa tabia alikuwa ni mnyenyekevu, na kila wakati alikuwa akishughulikia watu ambao wanakuja kumtembelea. Alikuwa na vikao vya kila baada ya muda, alikuwa na makundi tofauti akifuatilia, na akikaa na kwanza na wa familia za mashahidi, familia za watu waliouawa katika vita, akizungumza, akiwatuliza, na wenyewe walikuwa kihisi wanasema ya kwamba tuko na baba yetu, na akisikiliza shida zao na akiwatatulia matatizo yao, na akianyenyekea na hata watoto wadogo, na akizungumza, na hakuna siku ameombwa kitu akakataa. Hata nguo zile alikuwa kwa mfano amevaa, mtu anamuomba ya kwamba ninataka unipatie kitambaa cha shingo ambalo umevaa, ninataka pete yako, wakati huo alikuwa akitoa na kumpatia bila kuzuia. Unakuta hata labda abaa yake, unakuta mtu labda anamuomba, unakuta anampatia. Yeye alikuwa yuko hali ile. Na katika maisha wepesi wa yani kuishi maisha mepesi kabisa. Hata imeonekana viatu vyako wakati mwingine viatu viko taabani, vimeshonwa. Kiongozi mkubwa kama huyo na maisha mepesi hayo ndio yameweza kumfikisha mbali, na amejizuia kukaa na maisha ya juu kabisa. Yeye pia alipokuwa hata katika uraisi pia tunaambiwa ya kwamba katika pia kwa sababu alikuwa hachukui hata mshahara. Kando ya hapo pia alikuwa anahakikisha ofisini, anasema ya kwamba katika kuchunga vile asitumie mali ya nchi kabisa. Anasema ya kwamba anaweka pesa katika sehemu ile kulipia simu. Anasema wakati mwingine ndio simu nazungumza na simu kwa ajili ya serikali katika kazi za serikali, lakini ndani yake kuna wakati unakuta nazungumza mambo yangu ambayo hata hayana uhusiano na serikali, labda kabla ya badala ya kuingia kwenye mazungumzo, habari yako, salamu aleikum, unaendelea vipi? Haya mambo ni hayana uhusiano na serikali. Yule mtu amemuuliza, amezungumza naye, amejibu nini? Sasa hizo ni pesa ambazo zinatakana kulipwa. Sasa kwa hivyo alikuwa akilipia pesa, kama ni simu anaongezea pesa, anasema hizi ni za yale ambayo nimefanya yasiyokuwa yanahusiana na serikali. Naona. Pili, viatu unakuta hata kule kwenye anakuja na viatu akiingia kwenye kwa sababu kule ndani inabidi kuingia na kwenye ofisi, anakuja na viatu mahsusi kutoka nyumbani, anaviweka pale ili asitumie viatu vile ambavyo kwa mfano, kwa sababu kuna viatu kwa mfano sandals zile ambazo mtu anavaa kuingia huku na kule sehemu kwenye ofisi, badala ya kutumia viatu vya ofisi anakuja na vyake ili aweze kuvitumia na mambo kama hayo. Kuna kisa pia ambacho kinaelezewa ya kwamba mkewe katika sehemu ya ziara ambayo ni ya Imam Ridha huko Mashhad, haram ya Imam Ridha alayhi salam, kuna hizi wheelchair ambazo huwa zinawekwa kwa watu ambao wako taabani, hawajiwezi, labda ni mgonjwa au ni mzee, wanasaidiwa, wanatembezwa huku na kule, wanaenda alafu wanarudi. Sasa mkewe kwa sababu alikuwa taabani, kwa sababu ya umri pia, alikuja akawa amebebwa, lakini na watoto wajukuu wake walikuwa pamoja, wakawa wameingia wakarudi. Sasa akamwambia mkewe, ni lazima ulipie pesa za kubebwa na hii wheelchair. Akasema kwa nini? Na hali ya kuwa wheelchair imewekwa kwa ajili ya kazi hiyo ya kubeba watu ambao yuko taabani, na mimi niko taabani. Akaambia ndio, lakini wewe ulienda na wajukuu wako, na hao wajukuu wanaenda wakipanda ile wheelchair,
ambayo haikuwekwa, haikutengezwa kwa ajili ya, ama haikutolewa kwa ajili yao. Sasa wanaenda wakipandilia, wakicheza na nini. Sasa kwa ajili ya hiyo, kwa hivyo umetumia kitu kwa njia ambayo pia haikuwekwa kwa ajili ya hicho, umezidisha, kwa hivyo lazima ulipie. Unaona, kwa njia hiyo tunaona vile alivyokuwa yeye anajichunga katika maisha yake, na mambo utafikiria ni madogo. Na nikirudi nyuma pia ni mfano wa Imam Khomeini ambaye pia vile alikuwa vile akichunga sana, na mambo kama haya yanasababisha ndani ya nyoyo za mtu ya watu. Kwa nini ndio watu wanampenda mtu sana? Kwa sababu ndani yako haujawahi kudhulumu mtu hata kwa njia ambayo sio direct, indirect. Kwa sababu kuna njia ambayo mtu anadhulumu bila kujua. Si lazima udhulumu ukiwa mtu anajua, hata ukiwa ujui unaweza kuwa umedhulumu mtu. Sasa Imam Khomeini kwa mfano, kwenye msikiti watu wameingia, au kwenye hafla watu wameingia kwenye sehemu, kawaida Waislamu huacha viatu nje. Sasa yeye utakuta watu wanaacha viatu vinatapakaa. Sasa yeye alipokuwa kija, utakuta ili asikanyage kiatu cha mtu yoyote, labda huyo mtu hata furahia kukanyagwa kiatu chake, yeye utakuta alikuwa akijaribu, anatafuta sehemu ambayo hakuna kiatu, akitembea kwa ncha za vidole mpaka aweze kuingia kwa msikiti au kwenye kikao. Alafu kisha akiwaambia, tafadhalini nyinyi mnapoweka viatu vyenu, vipangeni viatu vyenu, mviweke pembeni ili mtu aweze kupita, kwa sababu mimi nitakanyaga kiatu cha mtu na huenda mtu akawa haridhi kwenye moyo wake, na hiyo tayari ni dhulma ndogo ambayo mwisho unakuta ina athari pia. Na ndio sababu unakuta mtu kama huyu anapendwa sana na watu, kwa sababu anachunga haki za watu, hata zile ndogo kabisa anazichunga. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo au baadhi ya sifa zake huyu shahid marehemu, ambaye kwa kweli alipendwa na watu na aliishi maisha safi ambayo alijichunga, na ndio sababu ameweza kufika daraja za juu za shahada. Tufikie hapo. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.